الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، natokeni enyi waumini katika jihadi hali ya kuwa ni wepesi, wathiqalan, na hali ya kuwa ni wazito. Na alkhiffa ambayo anaikusudia Allah tabaraka wa taala ni kinayatu an alshababi walyusr. Allah tabaraka wa taala anawafumbia vijana, manake tokeni hali ya kuwa ni wepesi, kuwa ni vijana wenye wepesi kabisa wa kukimbia na wa kupambana. Wathiqalan, natokeni hali ya kuwa ni wazito. Athaqlu hapa ni kinayatu ani shaykhuha, anafumbia Allah tabaraka wa taala ule utu uzima, bimaana kwamba jihadi pia nyinyi watu wazima watakiwa mwingie katika jihadi katika hali ya uzito. Maana mtu anapokuwa ni mtu mzima kuna uzito fulani ambao uzito wa kimaumbile uko nao, ni kinyume cha kijana ambaye bado ni barobaro, mtoto mdogo ndio anakuwa sasa. Kuna kuonyesha kwamba katika ibada ya jihadi, awe ni kijana awe mtu mzima, atakuwa atoke apambane kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, napiganeni jihadi kutumia mali zenu na nafsi zenu katika kuitetea dini ya Allah. Dhalikum, hilo nyinyi, khairun lakum, ni bora zaidi kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua hilo basi fanyeni hivyo. Ukhruju ayuha almu'minun liljihadi fi sabilillah, tokeni enyi waumini kwa ajili ya kupigana jihadi katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shababan wa shuyukha, hali ya kuwa ni vijana na hali ya kuwa ni watu wazima, wazee pia watakuwa ingie kwenye jihadi. Fil usri wal yusr, katika hali ya uzito na wepesi. Ala ayi halin kuntum, katika hali yoyote mtakapokuwa nyinyi. Mpo katika hali ya uzito, pambaneni, kama ilivyotokea katika ghazwa Tabuk. Na katika hali ya wepesi, pambaneni, kama vile katika vita vya Hunain. Wa anfiqu amwalakum fi sabilillahi, natoweni mali zenu vile vile katika dini ya Allah. Waqatilu biaidikum, napiganeni kwa kutumia mikono yenu, li'la'i kalimatillahi, kwa ajili ya kulitangaza neno la Allah. Dhalika alkhuruj walbadhl, huko kutoka kwetu na kujitolea, khairun min at-tafaqul, ni bora kuliko kule kuona uzito na kufanya uzito katika kutoka. Walinfaq, ni bora kuliko kule kujizuia. Watakhalluf, na kule kubaki nyuma majumbani. In kuntum min ahli alilmi bifadli aljihad, ikiwa nyinyi ni katika wale watu wajuzi wa kufahamu ubora wa jihadi na malipo yake inda Allahi, fafa'alu dhalik, fanyeni hilo. Lau kana aradan qariban, lau ingelikuwa hizo ghanima, hizo ngawira, hizo ni vipawa vyenye wepesi kupatikana kwake. Wa safaran qasidan, na lau ingelikuwa vile vile ni safari iliyo kati kwa kati, lakini sio ndefu sana. Lattabauka, basi wangelikufuata wewe Muhammad hawa wanafiki katika jihadi. Walakin ba'dat alayhim ash-shuqqa, lakini yamekuwa mbali kwa wao masafa kwa mbali sana. Wasayahlifuna billah, na wataapa kwa kutumia jina la Allah,
lau istata'na la kharajna ma'akum, lau tungelikuwa tuna uwezo tungelitoka pamoja nanyi. Yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza bure tu nafsi zao. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, Allah anajua fika kwamba wao ni waongo. Aya hii Allah tabarak wa taala anapiga raddi wanafiq, anawapiga raddi wanafiq, na hii ni raddun qawiyyun, ni raddi madhubuti sana. Na ilikuwa ni katika ghazwa Tabuk, ghazwa Tabuk ambapo vita hivi vilitangazwa katika hali ya joto kali. Joto limekuwa ni kali, jua ni kali sana, maana kipindi cha kaskazi, na isitoshe pia watu walikuwa katika hali ya unyonge sana, maana waliokuwa na pesa katika vita vile ni wachache sana. Na ndio vita ambayo Uthman bin Affan alidhihirisha ule utu wake katika vita hivi, ambayo yeye aliweza kudhamini ule msafara wa vita wote. Ahlul ilm wanasema mali ambayo alitoa Uthman, bimaana wanyama na chakula, kuviingiza katika ule msafara, gharama yake inafikia kama bilioni 20 kwa ile sasa, bilioni 20 na zaidi, kaitoa kwa ajili ya Allah tabaraka. Na sehemu anaokwenda ni mbali, eneo Tabuk maana ni mbali sana na Madina, si karibu kama tunavyofikiria sisi, maana unaelekea mipaka ya Sham. Tabuk wanafiki jambo hilo wakaliona ni zito sana, kiangalia masafa ni marefu, kipindi muda ni safari ni ndefu, wakati wenyewe pia sio wakati ambao wanafikiana, na ndio vita ambavyo baadhi ya masahaba pia walifitinika katika vita hivi. Tutaona pia habari zao, kama ile hadithi ndefu ambayo mwenyewe Ka'b ibn Malik ambaye anaelezea katika tukio hili, katika wale ambao hawakwenda katika vita hivi biduni udhuri shar'i, basi na udhuru wa kisheria. Sawa. Sasa katika vita hivi wanafiki walikwenda kutoa udhuru wa uongo kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume wa Allah rehma na amani zake yake aliwahukumu nje yao, lakini dhahiria yao wakaegemeza kwa Allah tabaraka. Sawa. Sasa Allah tabaraka wa taala anawaambia hawa wanafiki, lau ingelikuwa hii ngawira hii ni kitu chepesi tu kupatikana kwake, na ile safari ingekuwa ni safari ya karibu ya kutoka Madina mpaka Tabuk, angekufuata hapa. Anaambiwa wanafiki, lakini wameona kwamba ngawira yenyewe mpaka uipate watu wapambane, nafsi zitoke, roho ziteketee, watu wapate ushindi kwa nusura ya Allah tabaraka wa taala. Masafa yenyewe ni mbali, pale Allah anaposema lau kana aradan qariban, lau ingelikuwa hiyo ngawira inayopatikana ni kipawa kilichochepesi kupatikana kwake, ni kitu kilichokuwa chepesi kupatikana kwake. Wa safaran qasidan, na lau ingelikuwa ni safari iliyokati kwa kati, qasida maana yake mutawassita, iliyokati kwa kati, si mbali sana wala si karibu sana, lattabauka, hao wanafiki wangekufuata ya Muhammad katika hii safari, sababu wajua kwamba tukifika tutapiga tutapanga wito vizetu, alafu masafa si marefu, lakini wakifikiria na mwanadamu ngawira namna unapatikana ni gumu, mahala pokwenda masafa yake ni marefu, wakati wa udhuru wanafiki ni udhuru za uongo. Allah anasema walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa, lakini sasa yamekuwa mbali kwa wao masafa, ni maana kutoka Madina mpaka Tabuk biqitali ar-rum, haya ni masafa marefu sana. Wasayahalifuna billahi, na wataapa kwa jina la Allah, lau istata'na la kharajna ma'akum, lau tungelikuwa na uwezo tungelitoka pamoja nanyi. Haya ni maneno ya uongo kabisa ya wanafiki. Yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza bure nafsi zao. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, Allah anajua fika kwamba hao wanafiki ni waongo. Wabbaqa Allahu jalla jalaluhu jama'atan min almunafiqin, aliwashushuwaza na kuwatahariza Allah kundi kubwa katika wanafiki.
ista'adhanu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi takhallufi an ghazwati Tabuk, ambalo lilotoka idhini, lililotaka ruhusa kumtaka mtume wa Allah kule kukaa na kuacha kutokwenda katika vita vya Tabuk, mubayyinan annahu law kana khurujuhum, Allah akabainisha kwamba lau ingelikuwa kule kutoka kwao wanafiki ila ghanimatin qaribatin, ni kuziendea ngawira ambazo zilikuwa ziko karibu kabisa, sahalatil manal, tena zina wepesi kule kupatikana kwake, la tabau, wangekufuata. lakini sasa lama duu ila qitali ar-rum, zamani walipolinganiwa katika kupigana vita na Waroma, fi atrafi biladi Sham, katika pembeni katika miji ya Sham, mpaka ya miji ya Sham, fi wakati al-har, katika wakati wa joto kali, takhadhalu, walijidhalilisha, watakhallafu, na wakakaa nyuma kabisa, wasayatadiruna litakhallufihim an al-khuruj, na watatua udhuru kwa sababu ya kule kukhalifu kwao, kuacha kutoka hali ya kuwa ni wenye kuwapa, biannahum la yastati'una dhalik, kwamba wao hawaliwezi hilo la kutoka, maana kama vile wamekti kwamba wao ni wagonjwa. Yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza bure nafsi zao, bilkadhibi wannifaq, kwa sababu ya ule uongo wanaodhihirisha na unafiki. Wallahu ya'lam innahum lakadhibun, Allah anajua zaidi kwamba wao ni waongo, fima yubiduna laka, katika yale wanayokudhihirishia wewe, min al-a'dhari, katika nidhuru. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe wewe Muhammad, lima adhinta lahum, kwa nini uliwaruhusu wao kukaa majumbani kwao? Sababu walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao walipotoa zile nyudhuru zao, Mtume aliwakubalia. Sasa Allah anamwambia Mtume, kwa nini uliwaruhusu wao, uliwakubalia nyudhuru zao hawa, ungewakatalia tu? Lakini amekusamehe kwa hilo lilifanya. Kwa maana Allah akatanza kwanza msamaha, afu dakhala kinyume cha wale wanafiki lao moja kwa moja na kuwabainisha, wafanya bayani. Iko sawa? Aiyo. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa mtume wake mtukufu alitanguliza msamaha. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe wewe Muhammad, lima adhinta lahum, kwa nini uliwaruhusu wao kutokuacha kwenda katika vita? Ungeliwaacha hao hata yatabayana laka alladhina sadaqu, mpaka wakudhihirikie wewe wale ambao ni wenye kusema kweli, wataalama alkadhibin, na uwajue wale wenye kusema uongo. Ukiwaacha wajua kweli ni wapi na uongo ni wapi. Ngamba tendeni takuudhuru wote leo, afu kawaangalia jua atakwenda au aende, maana kama hawatawasenge kwenda wale, na ungewabaini kama wale kuliko kule kuwakubalia nyudhuru zao. Kuwakubalia nyudhuru maana kama vile kwamba wewe bado unawaamini watu wako, sababu wameficha uongo ndani ya nyoyo zao. Ndio ambayo habari ambayo alikuwa akimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa hili Allah kumsamehe. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe wewe ya Muhammad, wewe Muhammad, ma waqa'a minka, kwa kile ambacho kilichotoka kwako wewe, min tarki al-aula wal akmal, katika kule kuacha lile lilokuwa bora na ni kamilifu zaidi. Lilokuwa bora ni kutokuwakubalia nudhuru zao hawa, wa huwa idhnuka lilmunafiqin, nako ni kule kuwaruhusu kwako wale wanafiki, fil quludi anil jihad, kule kukaa majumbani kwao watakupigana jihad. Hili lilikuwa ni jambo ambalo si zuri kwa wao kuwafaulu. Ndio akasema li ayi sababi, kwa sababu gani basi, adhinta lihaulai bitakhalluf anil ghazwa, uliwaruhusu hawa kule kupinga kwao kuacha kupigana vita. Ndio akamwambia lima adhinta lahum, kwa nini uliwaruhusu wao? Usingewaruhusu hata yatabayana laka alladhina sadaqu, mpaka wakakudhihirikia wale ambao waliosadikisha, waliosema kweli, wataalama alkadhibin, na ukawajua wale warongo. Kwa sababu ili umjue mtu mkweli na mtu mwongo mpaka utoke mtihani. Na hapo ndo utajua kwamba huyu ni mwongo, huyu ni mkweli.
Yani Allah tabaraka wa taala alete mtihani wa njaa, kwenda njaa njaa inawakolea. Unaona, mpaka mkitembea na mtu anuka njaa, alafu sasa una thabati katika dini ya Allah tabaraka, usitereke, una istiqama pala wanapata hoja kama vile mtihani alipopewa Nabii Ayub alayhi salatu wassalam, na akawa na msimamo na hakutetereka, hampa maradhi, kaua mali zake zote, kasambaratisha, kateketeza vizazi vyake, kasambaratisha, yani vile vitu muhimu vyote vile. Alafu Ayub alayhi salatu wassalam akakulia. Sawa, aiwa, hapo ndio tutamjua mtu mkweli na mtu mwongo. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hawakutaki idhini, hawakutaki ruhusa ya kuacha kuto kwenda kupigana vita wale ambao yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanaomsadikisha Allah na kuisadikisha siku ya mwisho. Hawa hawawezi kukutaka ruhusa kuacha kuto kwenda vitani. Ayujahidu bi amwalihim, wa kule kupigana jihadi katika mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah ni mjuzi mno kwa wale wenye kumcha yeye. Bimaana kwamba Allah anasema kwamba wale ambao ni wenye kumwamini Allah hawawezi kujia wakataka ruhusa kuacha kwenda kupigana vita. Hata sasa ukiwatangazia vita tutakwenda. Kwa maana katika vile ghazwa Uhud kuna vijana ambao wala hawajabale bado vita kwa wao si wajibu, lakini walikwenda. Maana kwa ile raha, kwa sababu tayari wameshamwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawachuja kwa wote, kama nani mimi majumbani kwenu kwa kupumzika, endeni mkanyonya, sababu kwa ni wadogo, lakini ile raha bado kuna watu wadogo kabisa. Lam yablughu ba'di la yasta'dhinuka alladhina, hawatokutaka ruhusa kuacha kuto kupigana vita wale ambao yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanaomwamini Allah na siku ya mwisho. Ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim, kule kupigana jihadi kwa kutumia mali zao na nafsi zao. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah ni mjuzi mno kwa wale wenye kumcha yeye. Yani laisa min sha'ni almu'minina, kwamba halikuwa katika jambo la waumini wenye kumwamini Allah na mtume wake na siku ya mwisho, an yasta'dhinuka, kukutaka ruhusa wewe ya Muhammad fi takhalluf, kule kukaa nyuma, anil jihadi, kuacha kupigana jihadi, fi sabilillahi, katika dini ya Allah, bin nafsi wal mali, kwa nafsi zao na mali zao. Innama hadha min sha'ni almunafiqin, hili jambo la kukutaka ruhusa kukaa nyuma huko na kuacha kuto kwenda kupigana jihadi, hili ni katika jambo la wanafiki wenye sifa hizi. Na kupigana jihadi wanaogopa kufa. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hakika hapana vingine wanaokutaka ruhusa wewe kuto kwenda kupigana jihadi ni wale ambao hawamsadikishi Allah na wala hawaisadikishi siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na zikawa na shaka nyoyo zao. Fahum fi raibihim yataraddadun, na wao katika shaka yao ni wenye kuzingazinga, maana ni wenye kuhangaika, mara nakwenda hivi mara nakwenda hivi, mudhabidhabina baina dhalik, la ilaha ula wala ilaha ula, ni wenye kuyumbayumba katika hilo. Innama, hakika hapana vingine, yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanakutaka ruhusa kuacha kwenda kupigana jihadi wale ambao la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hawamsadikishi Allah wala hawasadikishi siku ya mwisho. Hawa watakuja pale sawa na nini na kuekti kwao, sababu watu wa kuekti, mtu akti kama vile haumu, kumbe wala haumu. Tuko sawa? Hata kijana siku hizi pia sasa akaja akajifanya kwamba yeye haumu, hata kuna madrasa, kumbe wala haumu mrefu. Sasa ukiwa kama wewe mwenyewe baba au mlezi ni mpuzi tu kama wapuzi wengine, ni kwa sababu utakuwa danganya kitu watu vile vile bado kwa unam mrefu kama yeye. Ila in kunta riha faqad laqaita isara, manake kwa wewe ni upepo kutana kimbunga. Sasa tuangalie
sawa. Lakini nikiwa kwamba wewe ni mtu wa kupa maneno tu ukakubali tu, utaingia katika ile maneno ramatni bidaiha wa salla, utaingia huko, sawa. Lakini lazima uwe katika, kabla haujaletewa ile maneno tayari kwamba wewe wajua kwamba wewe azungumza nini, kabla rami yurashu sahm, uwe katika hali hiyo, au sio bwana? wartabat qulubuhum, na zikawa na shaka nyoyo zao, manake washakkat qulubuhum, na zikawa na shaka nyoyo zao, fi sihhati ma jita bihi ya Muhammad, katika usahihi wa yale ambao uliwaleta ya Muhammad min alislami wa sharaihi, kutokana na Uislamu na sheria zake. Tuko sawa? Fahum fi raibihim, na wao katika shaka yao, yataraddadun, wanazingazinga, manake wanababaika. Walau aradu alkhuruja, na lau wangelitaka kutoka hao wanafiki, la a'addu lahu udda, wangeliandaa kwa ajili ya kutoka, andao, maandalizi, wangeliandaa, lakini hawakuwa na nia ya kutoka. Na ndio hali siku zote ilivyo. Mtu kama ile safari haitaki wala hana maandalizi nayo, lakini ukiwa kama mtu ile safari haitaki, leo nakata tiketi, safari ikishakutwa tiketi ikakataliwa, iko mfukoni hapa tumetulia, tena gari ya saa 12 kani kigonga mtaa, mwanamke kwenye siti na ana sasa achungulia kwenye kile kiona, maana safari kaitaka. Lakini ukimwona kwamba mtu mpaka ile siku ya safari hajafanya chochote, ile safari hana shida nayo, teneni nayo, ndio hawa wanafiki. Allah tabaraka wa taala anawaambia, walau aradu alkhuruj, na lau wangelitaka na kukutulia kutoka, la a'addu lahu udda, wangeliandalia safari hiyo, andao, maandalizi. Walakin kariha Allahu bi'athahum, lakini sasa alichukia Allah kutoka kwao, ile jambo la kutoka kwao Allah amelichukia. Fathabbatahum, akawatia uvivu wao. Waqila, na pakanenwa, manake wakaambiwa, uq'udhu ma'al qa'idin, kaeni nyinyi pamoja na wale wenye kukaa. Wajua wenye kukaa kuna nani? Wagonjwa, yani manake tena wagonjwa, sawa. Wenye kukaa ni wale wanawake, watoto wadogo, ndio tukaeni, ndio wenzenu kukaa nao. Walau arada almunafiquna khuruja ma'aka ya Muhammad ila aljihad, na lau kama wangelikusudia wale wanafiki kutoka pamoja nawe ewe Muhammad kuelekea katika jihadi, la ahabbu lahu bizadi wa farah, wangelijiandaa kwa ajili ya kutoka bizadi, kwa vyakula, warahila, na kwa wanyama. Walakin Allah kariha khuruja, lakini Allah yeye alichukia kule kutoka kwao. Fathaqula alaihimul khuruju, ukawa kuzito kwa wao kule kutoka, qadaan wa qadaran, kwa hukumu ya Allah na kadari yake. Wa in kana amruhum bihi shar'a, hata kama ilikuwa ile amri yao jambo ile jambo la kisheria. Waqila lahum, na wakaambiwa wao, takhallafu ma'al qa'idin, kaeni nyuma huko pamoja na wale wenye kukaa, min almardha, kutokana na wagonjwa, wadhuafa, wannisai wassibyan. Walau aradu alkhuruja, na lau wangelikusudia kutoka, la a'addu lahu udda, basi wangeliandaa kwa ajili ya kutoka, maandalizi yani. Wakariha Allahum bi'athahum, lakini sasa kariha Allahum bi'athahum, alichukia Allah kule kutoka kwao. Bi'ath manake khuruj, sawa. Yani imbi'athahum, kutoka kwao manake kule kutimka kwao, ndio asili neno hili. Imba'atha manake ametimka, sawa. Hadi kule kuvumburuka kumwona katika njia hiyo, imbi'ath, sawa. Wala imba'atha ashaha, pale alipotimka ule muofu wao na katika bisu akamfuata ile ngamia, sawa. Ndio asili ya neno linakuwa hivyo. Kina watu tafsiri ili tafsiri ipate kunyooka. Fathabbatahum, bas akawatia uvivu wao Allah tabaraka wa taala. Waqila, na wakaambiwa, uq'udu ma'al qa'idin, kaeni pamoja na wale wenye kukaa. Law kharaju fikum
lau wangelitoka pamoja nani. Manake jara majrur hapa inasimama mahali ya dharf, yani kwamba jara majrur fi mahali inakaa katika sehemu ya dharf. Manake lau kharaju fikum, manake ma'akum, inakaa sehemu hiyo. Lau kwamba wangelitoka pamoja nani, ma zadukum illa khabala, wasingewazidishieni nyinyi isipokuwa uharibifu. Wangeenda kuwaharibia tu kama walivyoharibia katika vita vya Uhud. So walitoka pamoja na nini? Alafu katikati walifanyaje? Si waligawa nusu la jeshi katika vita vya Uhud. Sasa jeshi la watu 1000 lilitoka kwa ajili ya kwenda kupambana na makafiri wakuwa na watu 3000. Lakini katikati raisul munafiqin aliligawa lile jeshi, thuluthi ya jeshi ndio binalo, lakini watu kama 300. Ona madhara yalitokea. Allah tabaraka wa taala anawaambia, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, lau kwamba wangelitoka pamoja nani wasingewazidishieni nyinyi hawa wanafiki isipokuwa uharibifu. Khabala bimaana fasadan, wala awda'u khilalakum, na wangelifanya haraka kati yenu kuwafitinisha. Yabghunakum alfitna, hali ya kuwa wanataka kwenu nyinyi kuwapotosha. Wafikum sammauna lahu, na pana kwenu nyinyi wale wasikilizaji wa habari kwa ajili yao. Maana nini maneno haya? Maana maneno haya kwamba wanafiki waliingiza watu wa system katika jeshi. Hawa ni system waliwaingiza kwa ajili tu ya kuchukua habari za Uislamu kuwapelekea wanafiki. Wapo pia wapelelezi wao humo ndani kuchunguza habari zenu, kuonyesha kwamba huu mfumo utokea zamani. Wafikum, na pana kwenu nyinyi sammauna lahu, wale wapelelezi kwa ajili yao, manake wenye kusikiliza habari alafu wanawapelekea. Wallahu alimun bidhalimin, Allah ni mjuzi mno kwa wale wenye kudhulumu. Sasa niko sawa hiyo? Tayeb, hivi ndio Allah tabaraka wa taala anakuambia wao, lau kharaja almunafiquna ma'akum ayyuha almu'minun, lau kwamba wangelitoka wanafiki pamoja nanyi enyi waumini, liljihad, kwa ajili ya kupigana jihadi, la nasharu al-ittirab, basi wangeweza kueneza ule mgongano fi sufufi, katika safu za Uislamu, washarra walfasad, na ule uovu na uharibifu. Wala asra'u as-sayra bainakum bin namima, na wangelifanya haraka kwenda kati yenu kwa kuwafitinisha. Walbaghdha, na kutia chuki kati yenu. Yabghuna fitnatan, kwamba wanataka wao kuwapotosheni nyinyi, litafitikum, kwa kule kuwatieni uvivu nyinyi anil jihad, kuacha kupigana jihadi fi sabilillahi katika dunia. Wafikum ayyuha almu'minun, na pana kwenu nyinyi ewe waumini, uyunun, wapelelezi, watu wa system, lahu, wao tena kwa ajili yao, yasmauna akhbarakum, wanasikiliza habari zenu nyinyi, wayanqulunaha, alafu wanazigurisha habari hizo ilaihim, kwa wao wanawapelekea. Maana hiyo yani kwamba wanafiki wale, kuna watu wao wamewachomeka pale. Sasa mimi ngozeni nao, lolote tutakalojiri tukamtuletea. Allah anawafahamisha sasa kwa msisikitiki. Hadi ghazwat Tabuk, hivi ndivyo inapata Tabuk. Lau kharaju fikum, lau kwamba wangelitoka pamoja nanyi, ma zadukum illa khabala, wasingewazidishieni nyinyi isipokuwa uharibifu, uovu. Wala awda'u khilalakum, na wangelifanya haraka kati yenu kuwafitinisha. Yabghunakum alfitna, hali ya kuwa wanataka kwenu nyinyi kuwapotosha. Wafikum sammauna lahu, na pana kwenu nyinyi wenye kusikiliza habari mno kwa ajili yao. Wallahu alimun bidhalimin, Allah ni mjuzi mno kwa madhalim. Laqad ibtaghaw alfitnata min qabl, na wallahi hakika walitaka ule kuwapotosha huko nyuma. Waqallabu laka al-umura, na wakakugeuzia wewe Muhammad majambo mbalimbali wakayageuza. Hatta jaa al-haq, mpaka ilipokuja nusra ya Allah. Wa dhahara amru Allah, na likashinda jambo la Allah. Wa hum karihun, na hali yao wao ni wenye kufikia. Manake walipopata habari sasa kwamba
wameshinda katika ile vita ile, wakachukua wakawa wamekasirika. Laqad ibtaghaw alfitnata min qabl, na wallahi hakika waliwatakia nyinyi kuwapotosha na kuwafitini huko nyuma. Wakati gani? Maana katika vita vya Uhud waliwafitinisha hawa wanafiki. Msisahau Waislamu katika hili. Katika vita vya Khandaq, Ghazwat al-Ahzab, wanafiki vile vile waliwafitinisha nyinyi. Msisahau katika hili. Vipi? Mbona pia mnatamani mfitinishe katika hii Ghazwat Tabuk? Msisahau. Waqallabu laka al-umura, na wakakugeuzia ewe Muhammad majambo mbalimbali wakayageuza, kama faalu yawma Uhud wa yawma al-Khandaq, kama walivyofanya katika vile vita vya Uhud na vita vya Khandaq. Hatta jaa al-haqq, mpaka ilipokuja nusra ya Allah. Al-haqq man an-nasr min indillah, nusra ya Allah. Wa dhahara amru Allah, na likashinda jambo la Allah. Wa hum karihun, hali ya wao ni wa minhum, kuna miongoni mwao hao wanafiki, man yaqulu udhan li, kuna yule mwenye kusema niruhusu mimi ewe Muhammad, wala taftinni, na wala usinifitinishe. Allah anasema ala fil fitnati saqatu, jueni kwamba katika fitna wao wameangukia. Mbona washauka katika fitna muda mrefu kabisa? Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, hakika jahannam ni yenye kuwazunguka wale makafir. Wal iyad billah. Wa min haula'i almunafiqin, na kuna katika hawa wanafiq man yatlubu al-idhna lilqu'ud 'an al-jihad, kuna ambaye ni mwenye kutaka ruhusa kule kukaa kuacha kwenda kupigana jihad. Wayaqulu, na husema tena la tuqini fil ibtila, usinitubukize mimi katika majaribio. Bima ya'ridhu li fi halati al-khuruj, katika yale ambayo atakodhihiri kwangu mimi katika hali ya kutoka. Min fitnati an-nisa'i wal amwat. Wa minhum, kuna miongoni mwao man yaqulu udhan li, kuna mwenye kusema niruhusu mimi. Wala taftinni, na wala usinifitinishe mimi, maana usinitie katika mtihani. Ala fil fitnati saqatu, katika fitna wao mbona wameshaanguka? Kama hivi sasa tunaongea katika fitna, kwa mtu ambaye bana najiweka mbali na fitna, kumbe mwenyewe yuko ndani ya fitna, atumbukia. Elewe, ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, na hakika jahannam ni yenye kuwazunguka makafir. Fala yuflitu minhum ahad, hataponyoka miongoni mwao yote. In tusibuka hasanatun tasu'uhum, kama litakupata wewe jambo jema, tasu'uhum, linawahuzunisha wao, linawahuzunisha, linawatia huzuni. Yani wewe Muhammad, likupata jambo jema wao wanapata huzuni. Wa in tusibuka musibatu, na kama utakupata wewe msiba wowote, yaqulu, husema qad akhadna amrana min qabl, hakika tumeshalipata jambo letu min qabl, huko nyuma. Wayatawallau, na wanapanyongo. Wa hum farihun, na hali ya kuwa wao ni wenye kufurahi, kuonyesha kwamba Muhammad akipata neema wao wanapata huzuni, wanahuzunika. Hasadan min indi anfusihim, lakini Muhammad alikuwa na matatizo, wanafurahi. Maana katika ile ghazwa Uhud, Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotumbukizwa mahali pigwa namna hii iwe lile, kama meno imetoka, alitokea tu fadhuli mmoja tukawa tangazo kwa Muhammad amekufa, kwa ni furaha kwa wao. Sikia raha. Abu Sufyan namna anazunguka tu namna hii katika viunga vile vya Uhud, Jabal Uhud, kuka namna hii, unasikia raha. Afikum Muhammad, afikum ibn Quhafa, amna kusikia Abu Bakar, afikum ibn al-Khattab, mmekwisha habari zenu nyinyi. Tumama jamaa zetu tulieni sasa, mpaka kama anajisifu kutana na masanamu yao pale anaweka pale haram, kuna Hubal, tusema hawajibuni sasa.
Ifuraha ile kwao kwanza na lote, kwa sababu limempata Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In tusibuka hasanatun, kama litakupata wewe jambo jema ewe Muhammad, bimaana in yusibuka ya Muhammad sururun, kama litakupata ewe Muhammad furaha, wa ghanimatun, na ngawira, tasuuhum, linawahuzunisha wao wanafiki, wanasikia huzuni. Yahzanu almunafiqun. Wa in tusibuka musibatun, na kama utakupata wewe msiba wote, tatizo lolote, yakulu, husema kad akhadna amrana min qabl, hakika tumeshalipata jambo letu huko nyuma. Tumeshalipata maana tumeshachukua tahadhari sisi, tunachokusudia wao, kama tumeshalipata jambo letu huko nyuma, maana tumeshachukua tahadhari sisi, kwa maana tukifika hapa tukauliwa. Sawa, kama waliouliwa wa jamaa. Wayatawallau, na wanapanyongo, wahum farihun, na hali ya kuwa wao wanafurahi. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, waambie Muhammad, halitotufika sisi, halitotupata sisi, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa lile ambalo alilotuandikia sisi Allah. Huwa maulana, yeye Allah ndiye mwenye kutunusuru sisi. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah wategemee wale walioamini. Kuona kwamba haya ambayo ametupata sisi Allah tabarak wa taala tayari ameshaandika min al-ghazab. Waambie maneno, kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, waambie Muhammad, halitotufika sisi, halitotupata sisi isipokuwa lile ambalo aliloliandika Allah kwetu sisi. Huwa maulana, yeye Allah ndiye mwenye kutunusuru sisi. Waambie tena kwa kuwataarifa kabisa kwamba lolote linalotupata sisi tayari limeshaandikwa fi lawhi mahfudh, huko juu mbinguni. Huwa nasiruna ala a'daina, yeye Allah ndiye mwenye kutunusuru sisi dhidi ya maadui zetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah tu na wategemee wale walio. Qul, waambie Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayayn, kwamba hamngojei kwetu sisi isipokuwa moja ama mawili. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi, na sisi tunangojea kwenu nyinyi, an yusibakum Allahu, kuwapatieni nyinyi Allah, bi'adhabin min indihi, kwa adhabu itokao kwake, au biaidina, au itokao katika mikono yetu. Fatarabbasu, ngojeni, inna ma'akum mutarabbisun, hakika sisi pamoja nanyi. Sasa ni wenye kungojea. Ndio maneno. Qul lahum ya Muhammad, waambie ya Muhammad hao, hal tarabbasuna bina, manaka hamngojei kwetu sisi illa ihda alhusnayn, isipokuwa moja ama mawili ndio mnangojea. Moja la kwanza, manaka sisi kufa ni mashahidi, manake mkituua, manake tumekufa na kwa mashahidi, labda ndio magojea ndio mwenyewe, au tuwapigeni tuwasambaratini tupate ushindi, manake imma shahada wa imma dhafr, ima ni kufa shahida au kupata ushindi. Hiyo ndio mnasubiri kwetu sisi. Mkitupiga tumekufa shuhada, tukiwapiga tumepata ushindi na ngawira, mnasubiri. Wa nahnu natarabbasu bikum, na hali ya kuwa sisi tunangojea kwenu nyinyi, an yusibakum Allahu bi'adhabi, kuwapatisheni nyinyi Allah adhabu, kuwapeni nyinyi Allah adhabu, min indi, kutoka katika min indi, kutoka mbele yake, au biaidina, au kutoka katika mikono yetu. Manake ima Allah tabarak wa taala washusheni adhabu au angamize, au sisi ndio tuwapigeni mpaka tuwaue. Fatarabbasu, basi ngojeeni, inna ma'akum mutarabbisun, hakika sisi tuko pamoja nani, maana tuko pamoja na nyinyi, ni wenye kungojea, ni wenye kusubiri. Sawa. Allahu fa'ilun likulli fariqin minna wa minkum, Allah ni mwenye kufanya kwa kila kundi miongoni mwenu na miongoni mwetu na miongoni mwenu. Qul, waambie Muhammad, anfiqu taw'an au karha, toweni kwa hiari au kwa nguvu. Lan yutaqabbala minkum, hakutokubaliwa miongoni mwenu, hakutokubaliwa miongoni mwenu
innakum kuntum qauman fasiqin, hakika nyinyi kuntum, mmekuwa qauman fasiqin, ni watu wenye kutoka katika toa ya Allah. Manake hapo anaambiwa wanafiki, sawa? Hapo anaambiwa wanafiki, kama nyinyi wanafiki mtowe kwa khiari au mtowe kwa nguvu, lakini hamtokubaliwa, sawa? Ewa, qul waambie Muhammad, anfiqu, toweni. Manake mtakapotoa tawan, toweni ile kwa hiari, au karhan, au toweni kwa nguvu. Yani ima mtoe kwa hiari, kuna tukilazimisha, au mtoe katika hali ya nguvu. Manake mtu awalazimisheni mtoe kwa kulazimishwa, la yutaqabbala minhu, hakutokubaliwa yomwe mwenu. Manake hakuna kitakachokubaliwa kule Mungu kwa aina yote utakayotoa. Kwa sababu gani? Innakum kuntum qauman fasiqin, hakika nyinyi hamkuacha kuwa ni watu wenye kutoka katika toa ya Allah. Wama mana'ahum, na halikuwazuia wao, an taqbala minhum nafaqatuhum, ule kukubaliwa kwa wao zile sadaka zao, michango yao, posho zao, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, isipokuwa kwamba wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Wala yutuna zakata, na wala hawaiendei zaka, wala yutuna salata, na wala hawaiendei swala, illa wa hum kusala, isipokuwa hali ya kuwa wao ni wavivu. Wala yunfiqun, na wala hawatoi, illa wa hum karihun, isipokuwa hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia. Ndio haula humul munafiqun ya jamaa, hawa ndio wanafiki. Wama mana'ahum, hakuna kilichowazuia wao, an tuqbala minhum nafaqatuhum, kule kukubaliwa kutoka kwa wao zile sadaka zao, posho zao, michango yao wanayotoa, kuna kilichowazuia kutokubaliwa wao, illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Sawa? Ndio nasema kwamba kafiri namna atakavyotoa na kusaidia haisaidii kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu ni makafiri, wamemkufuru Allah na mtume wake. Kwa hiyo hawana ndio kupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili hii, wama mana'ahum, kuna kilichowazuia wao, an tuqbala minhum nafaqat, kule kukubaliwa kwa wao sadaka zao, posho zao, michango yao wanaoitoa, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, isipokuwa kwamba wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Wala yatuna sala, na wala hawaiendei swala, illa wa hum kusala, isipokuwa hali ya kuwa wao ni wavivu. Ndio afqalu salata ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr, ile nzito ya swala kwa wanafiki ni swala ya Isha na swala al-fajr. Yani mtu akaenda kwenye swala na mnaye ajiburuza, ndio mwenyewe kujiburuza huko, yale ni miguu ile kama vile kuinyanyua na mnaye aenda na kujisukuma yuhoi, sasa kumjana kunyanyusa, huyo ni mvivu katika swala, ndio enda hivyo. Lakini kama ingekuwa kuna mipango na mtu amdai hela zako muda mrefu akakupigia simu na bana, chochote hela zako, ungeenda mbio kweli kweli. Kama una basikeli yako pesa kaiwacha ukatroti kuna kwa miguu ya. Wala yatuna salata, na wala hawaendei swala, illa wa hum kusala, isipokuwa hali ya kuwa wao ni wavivu. Wala yunfiqun, na wala hawatoi kwa ajili ya Allah, illa wa hum kafirun, isipokuwa hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia. Kwa nini wenye kuchukia? Kwa sababu hawatarajii malipo kwa haya ambao wanayafanya. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.